Jina langu ni Ali Salim Makata, afisa maendeleo ya filamu kutoka Bodi ya Filamu Tanzania, na niko hapa kwa niaba ya serikali kwa ujumla, rais wetu Mama Samia Hassan Suluhu, lakini wizara yangu ya habari, utamaduni, sanaa na michezo kwa maana ya waziri Mheshimiwa Kabudi, lakini waziri mkuu Gerson Msigwa, na bosi wangu kwa maana katibu mtendaji Dr. Gervas Kasiga. Niko hapa kwa niaba ya kuwawakilisha wote hao hapa Tanga, na tumekuja hapa mara ya pili sasa. Lengo hasa ni kutoa mafunzo. Mafunzo haya ambayo tulianza kwa awamu ya kwanza. Unajua katika utengenezaji wa filamu kuna phase 3. Kwanza kuna phase ya development, ambayo hii ni watu wanakwenda research, wanatafuta idea, waone wanatengeneza kitu gani, kama ni documentary, kama ni tamthilia, kama ni film, chochote kile. Ni lazima kianze na research, watu wapate idea, watengeneze wazo. Baada ya hapo sasa wanakwenda tumesema phase ya kwanza ilikuwa ni breakdown, ni phase ya breakdown kwa maana ya kuona kwamba endapo nitapata script natakiwa ni nani acheze, kutakuwa na setting ya aina gani, kutakuwa na budget ya kiasi gani, je nani atafandi, kila kitu. Hiyo nilikuwa ni phase ya kwanza, namna ambavyo watakwenda kutengeneza logline, synopsis, treatment, kwa maana zile hadithi kwa ufupi, kuona hiki kitu kitakwenda kufanyikaje kwenye hiyo kazi yako. Hizi zote mnazoziona kwenye media mbalimbali, kwenye YouTube, kwenye wapi, hiyo zinaanza katika hatua hizo. Kwa hiyo ni lazima mdau yoyote au mtayarishaji wote wa filamu aanze na hiyo phase ili aweze kufanya vizuri. Baada ya hapo tuliondoka tukarudi kwenye hii phase nyingine ambayo tumeita phase ya pili na ya tatu, kwa maana ya production na post production. Production ni kushika kamera, namna ya kuona namna ambavyo unaweza kumframe mtu, kutengeneza light, mtu atazungumza nini, atafanya, ataigizaje. Hiyo ni production ambayo tunakwenda location moja kwa moja, na ndio maana pale ndani tuliona baadhi ya vikazi ambavyo wamefanya wao, kwa maana wale walopata hayo mafunzo. Lakini pia uhariri una mambo mengi. Kuna namna ya kutengeneza sauti humo ndani, namna ya kupanga zile footage ili uweze kupata picha kamili, lakini namna pia ya kufanya color grading na vitu vingine. Hivi vyote walikuwa wanakuja hapa waweze kufundishwa. Hiko ndio kikubwa ambacho kimetuleta hapa. Kwa hiyo tunawashukuru sana GON kwa maana Tanga yetu kwa kuweza kufadhili, lakini kwa kushirikiana na Bodi ya Filamu, kuona watayarishaji wa mkoa wa Tanga waweze kupata maarifa, waongeze maarifa, kwa sababu tu Tanga kwa asilimia kubwa sasa hivi kama iko chini. Watayarishaji wa Tanga wanalalamika. Kwenye media tunaona kazi za watu wengine, za mikoa mingine. Itokea tuzo unakuta kwamba mikoa mingine ndio inashika tuzo, lakini Tanga tuna rasilimali ya vitu vingi. Ukiangalia mandhari yetu, tuna sehemu za vivutio, tuna mazingira mazuri, tuna vyakula, tamaduni, watu wanavyoishi kila siku. Kwa nini hatupati filamu ambayo itakwenda kumulika, kuakisi hii jamii ya Tanga? Ukiangalia marehemu King Gebajuto kashaondoka, alikuwa anawakilisha vizuri Tanga, lakini ukiangalia Marehemu Bauji, ukiangalia na wengine tunapata tu history kwamba kulikuwa na waandishi wazuri, kulikuwa na waigizaji wazuri, lakini kwa sasa hivi haifanyiki. Kwa hiyo shabaha kubwa ya Engineer Dr. Omar na taasisi yake ya Tanga yetu ni kuona namna ambavyo Tanga itarudi upya, na ndio maana sasa hivi ukiachana na haya mafunzo tunaandaa kitu kinaitwa strategic plan, film strategic plan kwa ajili ya mkoa wa Tanga. Tunaimulika hiyo strategic plan, kuona mtayarishaji wa Tanga endapo ataomba pesa DW, ataomba pesa si kwenye NGOs gani, anaulizwa background ya sehemu uliopo. Sasa tukipata hiyo mpango mkakati, itakuwa ni rahisi kwa watayarishaji wa Tanga kuchukua ule mpango mkakati na kuandaa kile ambacho wanastahili kukiandaa ili waweze kwenda kuombea fedha, kwa sababu mwisho wa siku atakuwa atengeneze kazi ziweze kuwapatia kipato, na sio mtu atengeneze kazi alafu mwisho wa siku aseme bwana hii kazi imeshinda, ngoja nikauze machungwa. Hilo ndio lengo. Tunapatia mafunzo, tunapatia maarifa ili kesho kutwa wafanye vizuri kwa mkoa wa Tanga, waimulike upya na iweze kurudi kama zamani ilivyokuwa, ni kinara wa sanaa kwa ujumla. Na mpango mkakati unatarajiwa kuchukua muda gani sasa? Mpango mkakati huu tuliuanzia ofisini kwetu kwa maana ya Bodi ya Filamu, lakini baada ya pale tukasema huwezi kutengeneza chakula ambacho walaji wenyewe hawajakwambia wanataka chakula gani. Kwa hiyo tulichofanya, tulimchukua yule mtaalamu tukaja naye Tanga. Tulipokuja naye Tanga akakaa na wadau, akaongea nao, akapata zile content ambazo watu wa Tanga changamoto ni nini, wanataka wafanyiwe nini, wakaeleza pale, akaondoka nayo. Kwa hiyo nafikiri ndani ya wiki kutoka leo, maana tukirudi ofisini tunakwenda kuiangalia namna alipofikia. Baada ya hapo tutaleta ile tunaita first draft, tuweze kuiona walioyazungumza, je yako mle
tukishashare nao wakisema yako vizuri, sasa tunaenda kuiweka sawa, then iweze kufanyika tuseme practically, iende sasa kwenye utendaji halisi. Hiyo ndio kubwa. Kwa hiyo sasa hivi ipo kwenye kuandikwa, lakini naamini kabisa inaelekea kuisha ukingoni. Inawezekana ndani ya huu mwezi wa 5 huu itakuwa imekamilika. Na ni vijana wangapi wamepata mafunzo haya? Kimsingi awali walikuwa karibia 35. Lakini baada ya hapo walipungua kidogo. Na hii ni changamoto ambayo hata huyu GON Tanga yetu wameiona. Tanga mwitikio wa sanaa kidogo umekuwa hafifu, kwa sababu inawezekana sababu mbalimbali. Moja, maisha, watu wanapambana kwa ajili ya maisha, labda wameona nimepambana sana, lakini inabidi sasa hivi nifanye kitu kingine labda, lakini tumejaribu kuwarudisha. Kwa hiyo hii tumemaliza na watu karibia 20, lakini mwanzo walikuwa 35, lakini tunaamini yule aliyekuja ndio ambaye anatamani afanye kitu kikubwa kwa uwezo mkubwa na kwa maarifa zaidi. Kwa hiyo kwa safari hii tumemaliza na watu 20 na ambao wameweza kutengeneza scene moja ambayo ina mwanzo, kati na mwisho, lakini pia na documentary, lakini pia na hadithi ambayo tutakwenda kuitengenezea filamu nzima ambayo inshallah Mwenyezi Mungu atakapojalia tutaizindua katika ukumbi mmoja wapo wa hapa Tanga mkubwa, na tutawalika viongozi mbalimbali na wasanii wengine waone kazi iliyofanyika kwa vijana wa mkoa wa Tanga. Mimi naitwa Omar Bakari, ni mkurugenzi wa HD Consulting ambayo inatekeleza mradi wa GON kupitia programu nzima ya Tanga yetu. Kama tunavyofahamu kwamba lengo kubwa la program ni kuhakikisha kwamba vijana wa jiji la Tanga wanapata fursa ya kuajiriwa au kujiajiri wao wenyewe. Na kutokana na analysis ya data ambayo tulifanya na wenzetu wa National Bureau of Statistics, vijana walionekana kutokuwa na mahitaji sawa. Kila kijana alikuwa na interest zake, alikuwa na uwezo wake. Kwa hiyo programu hii ambayo tunashirikiana na bodi ya filamu ni programu ambayo inalenga kusaidia kufikia lengo kwa vijana wale ambao wamesema wanapenda kuwa kwenye film industries. Na kwa nini tulishirikiana na Film Board kama taasisi ya serikali? Kwa sababu tuliamini kwamba ina majukumu ya kusimamia, lakini vile vile kuhamasisha na kupromote sekta. Kwa hiyo tulikubali kuendelea na kusapoti mafunzo haya ambayo yalianza kwenye phases ambazo zinahitajika kwenye value chain ya kutengeneza filamu. Tulianza na pre-production, tumekwenda kwenye production na post-production. Wazo kubwa ni kuhakikisha kwamba vijana wanapata uzoefu kutoka kwenye sekta binafsi ambazo zinashirikiana na Film Board. Na leo hii imefikia mwisho wa mafunzo ya phase 2 ya production, na wataenda kwenye level ya 3 ambayo ni kuzalisha product ambayo itaenda kwenye soko. Kwa hiyo wito wangu mkubwa ni kwamba tumeona matokeo mazuri, tumeona commitment ya vijana. Ni kuwaomba tu wadau mbalimbali. Hawa vijana wako na mentors wazuri ambao wameshaingiza bidhaa nyingi kwenye masoko. Kwa kinachohitajika tu ni kuwaamini na kuwapa kazi ambazo wanaweza wakafanya kama community ya vijana wa Tanga. Na sisi tutaendelea kuwasapoti kwa vile ambavyo tutaweza, lakini hizi fursa tuzitumie kwa ajili ya kujenga uwezo wa vijana hawa kwa ajili ya future yao. Kiukweli kabla kuja katika mafunzo tulikuwa ni kama hatujui kitu. Na baada ya kupata mafunzo tukaja gundua kwamba kuna mengi sana tulikuwa tunafanya yalikuwa ni tunafanya kimazoea. Kwa haya mafunzo yamekwenda kutufungua macho katika ulimwengu wa utengenezaji filamu. Watu watarajie vitu vikubwa sana, kwa sababu sisi tumekuja hapa kujifunza, na lengo la kujifunza ili haya ambayo tumeyafundishwa tuende tukayafanyie kazi. Kwa hiyo tunawaahidi tutaenda kuwaletea kazi nzuri ambazo Wanatanga wengi walikuwa wanatamani kuona ila
kulikuwa hakuna watu ambao wanaweza kufanya vitu kama hivi. Jinsi gani filamu inaweza kusaidia kuelimisha jamii? Filamu ni sehemu ya maisha halisi kabisa ya binadamu, na filamu ndio njia rahisi kabisa ambayo inaweza kutoa mafunzo, lakini pia na kutoa upambanuzi wa changamoto ambazo zinamkumba binadamu. Kwa hiyo tukipata hadithi ambayo imekamilika, ambayo ina mwanzo, kati na mwisho, na ambayo inaelezea jinsi gani kupambana na changamoto ambazo ziko katika maisha ya kibinadamu, hivyo basi mtazamaji anaweza kupata elimu rahisi kabisa na ufafanuzi zaidi ya kupambana na changamoto zake ambazo anakumbana nazo katika maisha yake ya kawaida.